Idara ya utalii imeona ipo haja ya kuwasaidia vijana wetu ili waweze kutoa huduma bora kwa watalii. Dr. Abdallah Mohamed Juma ni mkurugenzi idara ya utalii kutoka Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale Zanzibar. Ameeleza hayo mara baada ya kuzindua mafunzo ya watembeza watalii wachanga na ambao sio rasmi maarufu mapapasi. Kwa hiyo serikali katika kuimarisha huduma zinazotolewa kwa watalii hapa nchini imeona kwamba si sahihi kuwa na sekta kama hii, sekta ya utalii, sekta ambayo ndiyo sekta tegemezi kwa uchumi wa Zanzibar kwa kuchangia asilimia kubwa ya pato la taifa, lakini vile vile kuchangia asilimia kubwa ya pato la kigeni kwa Zanzibar. Kwa hiyo tukisema tuachie vijana wafanye kazi kiholela, kwa hiyo itakuwa si jambo sahihi na itakuwa halina afya kwa utalii wa Zanzibar. Mkurugenzi ameongeza kuwa mbali na mafunzo ya kutembeza wageni, vijana hao watapatiwa leseni za kufanyia kazi na mafunzo ya ujasiriamali. Itoshi vile vile vijana hawa mbali ya mafunzo ya tour guide kwa lengo la kuwaelekeza katika kurasimishwa rasmi kwa kupatiwa vile vipande vya kamishna ya utalii ambayo ndio leseni ya kutembeza watalii. Vile vile vijana hawa kupitia NMB Foundation watapatiwa mafunzo ya ujasiriamali, stadi za kibiashara, stadi za kuendesha mambo mengine ya kimaisha, ili pale kunapokuwa hayajakaa sawa au hayajakaa vizuri mambo ya utalii au utalii kidogo uko chini, basi waweze kujiendesha kwa kufanya shughuli nyingine. Ali Hassan Ali ni afisa utalii na mkufunzi wa mafunzo hayo. Amesema mafunzo hayo yatawasaidia kuepuka na vikwazo vya kisheria, lakini zaidi kufanya kazi kiweledi. Na lengo letu hili ni kuwarasimisha ni wasipate ile harassment ya vyombo vya ulinzi na usalama. Idara ya utalii imeona kwamba kuna mambo mingi tour guide ambayo wanafanya pasina kuwa na taaluma. Hivyo imeandaa mafunzo haya kwa ajili ya kuwapa taaluma tour guide wetu ambao wanatembeza watalii wetu Zanzibar. Tumezingatia jinsia zote mbili, kike na kiume. Alafu tumeangalia wale ambao wanashiriki kwa njia moja ama nyingine na katika kutembeza watalii Zanzibar. Kwa upande wao, benki ya NNB kupitia taasisi ya NNB Foundation ambao ndio wadhamini na wanasimamia elimu ya ujasiriamali na matunzo ya fedha. Arishad Msangi ni mwezeshaji kutoka NNB Foundation. Sisi jukumu letu kubwa, tuko hapa kwa ajili ya kutoa mafunzo yatakayowezesha vijana hawa kuweza kusimamia fedha zao, tunaita financial literacy. Kwa hiyo tutatoa elimu ya namna gani wanaweza kuweka akiba, namna gani wanaweza kudunduliza zile akiba zao na wakazifanya zikawa mtaji uwezeshi kwa ajili ya kuwekeza kwenye biashara nyingine. Tunafahamu utalii una season. Kuna kipindi ambacho kijana huyu ambaye anaendesha watalii itabidi afanye shughuli nyingine za kibiashara. Kwa hiyo tunampa mbinu za kujiwezesha yeye kutunza fedha zake, kuwa na nidhamu ya fedha, lakini pia kuendesha biashara zake kipindi kile ambacho afanye shughuli za utalii. Lakini tutaenda mbali zaidi, tutatoa elimu ya ujasiriamali. Tutamfunza vizuri kijana kuhusu ujasiriamali ili aweze kujiajiri mwenyewe, aweze kufanya shughuli zake kwa ufanisi zaidi, na kupitia hivyo tutatoa pia elimu muhimu kabisa ya namna ya kuandaa mipango biashara ndogo ndogo ambazo zitawezesha vijana hawa kuendesha biashara zao kwa utaalamu zaidi. Baadhi ya washiriki nao wameeleza matarajio yao. Baada ya mafunzo haya tutabadilika. Mwanzo walikuwa tujue, sasa baada ya kupata mafunzo tutabadilika kiasi kikubwa. Ni kweli alikuwa tunapata changamoto, unachukua mgeni unasimamisha barabarani, unachelewesha muda kwa sababu kwanza alikuwa una kitambulisho la kwanza. La pili alikuwa ni usumbufu pengine kwenda mjini bila kitambulisho, na unaonekana kama mtu ambaye usifahamika serikalini kwa wageni. Wanakuona kwamba wewe umewachukua tu bila elimu yoyote. Mafunzo ya maadili na jinsi gani ya kuweza kumuongoza mgeni ambapo anapotoka na kuingia katika nchi yetu. Kama tunavyozoea tunafanya kazi kutokana na mazoea.